Nataka uandike nguvu ya kusudi au shauri la Mungu ndani ya maisha ya mtu. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa sababu ya neema yako kubwa. Asante kwa sababu haujawahi kutukusanya kwa ajili ya kupoteza muda. Na mchana wa leo umetuita nyumbani mwako ili tukuabudu, tukusifu na tuyasikie maneno yako ya uzima yanayoweza kutuinua, yanayoweza kutuimarisha, yanayoweza kutujenga na kutupa kuishi katika njia itupasayo kuiendea. Roho Mtakatifu, wewe unayejua maisha ya watoto wako, hata yale mambo tusiyoweza kuwashirikisha wengine, unayajua na kuyafikia kwa wepesi. Mchana wa leo, kila aliyejihudhurisha katika nyumba yako akapokee mgao wake sawa sawa na uaminifu wako, katika jina la Yesu. Amen. Sasa kusudi au shauri la Mungu ndiyo sababu ya uwepo wako. Hatuwezi kusema ulikuwako eti tu kwa sababu baba na mama walihitaji mtoto. Hata mama tukimuuliza leo ya kwamba wakati nikiwa tumboni, mama ulifikiri mimi ni nani? Ni mtoto wa kike au wa kiume? Mama anaweza akasema nilidhani nina mtoto wa kiume ndani ya tumbo langu. Lakini Mungu anasema katika maneno yake ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako, mimi Mungu nilikujua. Kwa hiyo kilichotangulia kufunuliwa kwa habari ya maisha yetu sio uwepo wetu, sio mambo tunayoyataka. Kilichotangulia kufunuliwa kwenye maisha yetu ni kazi ambayo Mungu alikuwa nayo alipotafuta mtu wa kuifanya, akaona ya kwamba ni Irene anafaa kulibeba kusudi. Sasa niko hapa kukwambia, yamkini kuna mambo yanaendelea na maisha yako hauelewi. Yamkini kuna vitu ukivitazama kuna wakati unasahau hata kama Mungu anaweza kuwa na kusudi kwa habari ya maisha yangu mimi. Labda fulani eti kwa sababu anashika mic. Wewe sio darasa, wewe sio debe tupu, wewe sio msindikizaji. Mungu ana agenda specific na maisha yako. Kutokea kwenye familia hiyo hiyo, kutokea kwenye background hiyo hiyo, kutokea kwenye historia hiyo hiyo, Mungu amechipuza kitu chema ambacho ni wewe kwa ajili ya jina lake kutukuzwa. Mtu wa Mungu, usipolijua kusudi lako, madhara ni mengi. Madhara ni mengi. Unaweza ukawaona wengine ni bora kukuliko wewe. Unaweza ukachoka na kukata tamaa. Unaweza ukasahau ahadi na wema wa Mungu kwenye maisha yako. Ni kwa sababu tu haujui kusudi lako. Mtu yoyote anayelijua kusudi lake hayumbishwi. Sio kwa sababu vya kuniumbisha hayupo. Vipo na vinakuja kwa kadiri ya level ya ufahamu alionao. Kadiri unaongeza maarifa, kadiri unaongezeka kinafasi, kadiri Mungu anavyokuchukua kwenye eneo lolote, hata mambo yanayokuja kukukinza hayaji yale yaliyokuwa yanakuja ukiwa form 3. Mungu ameweka assignment maalum kwa ajili ya kila mmoja hapa tulipo. Tunaweza wote tukashika mic, lakini kuna kitu Mungu amekiweka kwa ajili ya Michael ili Mungu atukuzwe kupitia maisha ya Michael. Kuna kitu Mungu amekiweka kwa ajili ya Mami Samilani ili yeye atukuzwe kupitia Mami Samilani. Hauna sababu ya kuona pengine huyu ni bora wala kujifananisha, kwa sababu unalo kusudi la kwako peke yako, na kwa kuliishi hilo yako mema yako, upo ushindi wako, zipo nguvu zako, na unaweza kuwasaidia hata wengine kwa wewe kuitambua nafasi yako na kukaa hapo. Mama yetu Pastor Winnie amekuwa akielezea maisha yake mara nyingi. Leo hii kuna watu wameokoka kwenye familia yake. Leo hii kuna watu wanaenda kwenye familia yake. Ni kwa sababu yeye alijijua, akasimama kwenye nafasi, na kwa ajili yake sio tu familia inanufaika.
hata sisi tumefikiwa. Kusudi la Mungu sio la kulichukulia kiwepesi. Kusudi la Mungu sio jambo dogo. Kusudi la Mungu linaweza kufungua kila mlango uliofungwa, sio kwa sababu ya kuomba kwako, kwa sababu ya mwenye kusudi lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako Mungu amejiwekeza. Ndani yako Mungu amejipanda yeye ili wewe umdhihirishe katika hii dunia. Nataka usome pamoja na mimi Isaya sura ile ya 43 na mstari wa 21. Tusome watu wa Mungu. Tusome tena. Asa nataka usome, uisome kama unaambiwa wewe mtu yule. Twende. Yes. Asa nataka ujiulize, mahali Mungu amekupanda, mahali Mungu amekuweka, mahali Mungu amekupa neema ya kukaa, amekupa kitu cha kufanya, sifa za Mungu zinatangazwa kupitia wewe. Ilipotolewa sare ya wanawake, niliagiza vitenge mahali ambapo wanaagiza vitenge. Mimi nilifanya malipo ya vile vitenge, lakini idadi ya vitenge iliyokuja sio idadi ya vitenge nilivyolipia. Vimekuja vitenge vingi kuliko fedha niliyolipa. Vilipokuja vile vitenge, nilishtuka. Lakini ndani yangu nikasema hapana, huyu mtu amekosea oda, amechanganya. Nikachukua simu nikampigia. Nikamwambia kaka, mimi nilifanya malipo ya vitenge lakini sio idadi hii ulioniletea. Akaniambia nimeita vingapi? Nikamtajia idadi. Wewe ulitaka vingapi? Nikamtajia. Akaniambia kama usingepiga simu nisingejua kama vitenge vimezidi kiasi hicho. Nikamwambia sasa ninakuomba usubiri niviuze. Nikisha viuza nitakutumia fedha yako. Akasema kwa sababu watu ambao tunafanya nao biashara ni watu ambao wana view sisi zetu, wanatuona. Akasema mtumishi wa Mungu, wala uwe na amani kabisa, mimi sina shida na wewe. Nikasema kupitia hiki kitu Mungu ametukuzwa. Huyu mtu hata kama habari za watu wa Mungu kwake zimewahi kumchachua, ila amegundua ya kwamba kumbe kuna watu Mungu amejisazia, hawawezi kugeuzwa na mazingira wala chochote. Wanaweza kuto kucompromise standard ili Mungu akatukuzwa kupitia wao. Unaweza ukaona hiyo ofisi kama ndogo, unaweza ukaona mahali ambapo Mungu amekupanda kama ni padogo, lakini kusudi la Mungu linamchukua mtu kutoka kwenye hatua aliyopo, hatua mpaka hatua, hatua mpaka hatua, hata kufikia utimilifu wa kile kitu ambacho Mungu amekusudia kufanya naye. Ninakumbuka siku moja alikuja mtumishi wa Mungu Pastor Margaret Matamwe. Alipokuja Pastor Margaret Matamwe, alimuona Shedrack kule nyuma. Shedrack ni yule kijana mdogo anayefanya projection. Akasema Roho Mtakatifu amemwambia huyu kijana kuna jambo anamlilia Mungu, na yeye Pastor Magi amepewa maagizo amsaidie huyo kijana hilo jambo litatuke. Sasa Shedrack huyu, mimi na uhakika kuna mahali anaenda. Hapa alipo anapita kulielekea kusudi lake. Kama Shedrack asingekaa kwenye nafasi yake, ina maana hata kile ambacho Mungu alikuwa amekukusudia siku ile kisingeonekana. Hauna sababu ya kudharau hatua yoyote ndogo ambayo Mungu anakupa kwenye eneo lake. Inaweza kuonekana ndogo, inaweza kuonekana kama mbona kama sio za kina Pastor David, mbona kama sio za kina Priscilla. Hata wao hawakutoka na kutuabudisha na kuanguka. Kuna mahali walitoka kwa uaminifu, hatua mpaka hatua, hatua mpaka hatua. Hata leo tunamfurahia Mungu kwa sababu yao. Mahali popote ambapo Mungu amekupanda, wewe uko hapa mtu wa Mungu, unafundisha watoto. Watoto, wazazi ile Jumamosi hata hatuwapagi sadaka. Unajijia mwenyewe kwa nauli yako, unajijia mwenyewe kwa utaratibu wako. Unaona kama hichi kitu, mbona kama hichi kitu, mbona kama hichi kitu. Nisikilize. Hauko kwenye hilo eneo kwa ajili ya kupoteza muda. Kuna vitu vidogo unavifanya kwenye hii hatua vina maana sana kwa ajili ya kule ambako Mungu anakupeleka. Kuna watu wanafanya vitu hata hapa kwenye nyumba ya Mungu,
Sio wote tunawaona, mtu wa Mungu. Sio wote wanaofanya vitu tunawaona. Kuna watu wanafanya vitu kwenye nyumba ya Mungu, kuna vitu hatuvioni. Hatuwezi kuwapongeza. Ni rahisi mimi kutajwa pengine kwa sababu nafundisha darasa na wanafunzi unaowafundisha wapo katika nyumba ya Mungu, lakini kuna watu wanafanya vitu havionekani. Hata kuwataja ni mpaka Roho Mtakatifu mwenyewe amue kuwataja. Wewe usichoke kwa sababu hautajwi. Wewe usichoke kwa sababu mbona kama hawakukumbuki. Kama Mungu aonaye sirini anaona, endelea kuwa mwaminifu kwenye eneo ambalo Mungu amekupanda, kwa sababu Mungu anaendelea kukunoa kwa ajili ya kile kitu chema ambacho amekusudia wewe kukiishi. Unaweza ukawa umelibeba kusudi la Mungu na kuna mambo kibao tu hayapo vizuri. Wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza. Daudi alimwambia Sauli, mimi sio nimeanza kumuua Goliati. Sijaanza kuua Goliati. Nimewahi kuua simba, nimewahi kuua dubu. Kuna vitu nimewahi kuvifanya nyuma. Mungu aliyenisaidia kuvifanya hivyo vitu ninamjua, anakwenda kunisaidia kwa habari ya Goliati. Huwezi kutoka tu na kwenda kumuua Goliati. Huwezi kutoka tu na kwenda kusimama hapo kuleta hizo athari kwenye hilo eneo ambalo upo, kwenye hiyo ofisi ambayo upo. Hata kama kuna mambo yanaendelea ni kama yanakufinya, kuna kitu Mungu anakutengeneza kwa ajili ya kule mahali amekusudia uende. Kanisa la Mungu, hakuna mtu katikati yetu ambaye ni debe tupu. Hata kama umerudia nguo uliovaa Jumapili, wewe ni mtu wa thamani na Mungu amewekeza hazina zake ndani yako. Ni wewe kulijua kusudi la Mungu na kuweka miguu yako yote miwili hapo, kwa sababu kusudi la Mungu linakuja na package kamilifu kwa ajili ya maisha yetu. Yako mambo unaweza kuomba, lakini yako mambo unayapata kwa sababu tu ya kuliishi kusudi la Mungu. Hana alikuwa anahitaji mtoto kwa miaka, na Hana alikuwa na mume wake, na mume wake alikuwa anampenda. Akamwambia Hana, je, mimi mume wako sio bora kuliko watoto 10? Unalilia nini? Biblia inasema wakati Penina anapewa mara moja, Hana alikuwa anapewa mara 2. Lakini Hana alipofanya tathmini, akagundua ndani ya nyumba ya Mungu watoto wa kuhani Heli, Ofni na Fineasi, kuna namna hawaendi sawa sawa. Kwa hiyo huenda Mungu anajitafutia mtumishi. Bwana, ninalijua kusudi lako ya kwamba sitakuwa na mtoto miaka yote, kwa sababu una kusudi na uzao wangu, kwa sababu una kusudi na kile kitu ambacho umekiweka ndani yangu. Ninajua ya kwamba kuna siku haya matukano ya Penina yatakoma, hizi viaka zitakoma. Ana aliamua kupindua yale mazingira yake. Hakusikiliza sauti ya mume tena, hakusikiliza chochote. Aliamua kuhamia hemani. Ana alijua yamkini watu wote wameongea, yamkini watu wote wamesema, lakini ninamjua Mungu. Mungu huwa anawafanya watu kwa makusudi yake. Mungu, mimi ukinipa mtoto, mimi sitakaa naye kwangu, nitamtoa kwako. Na Hana alipomtoa mtoto wake wa kwanza ambaye ni Samueli, maisha na uzao yalibadilika. Kwa hiyo ile kubeba kusudi la Mungu haina maana ya kwamba mtu wa Mungu ukae tu ndio urelax tu ndio uendelee. Hapana. Ana alijua nina kusudi, lakini ili thibitike nina namna ya kufanya nilichokibeba kidhihirike. Alitoka nyumbani akahamia hemani mwa Bwana, na Bwana alimuonekania Hana. Hata sisi tuko hapa, wakati mwingine unakumbuka ile picha ambayo Mungu amekusemesha. Ni picha ambayo inakuja mara kwa mara. Hiyo picha ina wajibu. Hiyo picha ina wajibu. Hauwezi tu kukaa, mtu wa Mungu, hauwezi tu kuingia hemani na kutoka na ukauona utimilifu wa kila kitu. Kuna mambo ni lazima ugaramike ili uweze kuyaona yakidhihirika kwenye maisha yako. Ukikwepa kuwa Mkristo uliye tayari kulipa gharama, umekwepa kuwa Mkristo aliye tayari kuiendea hatua mpya ya utimilifu wa makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Kila mmoja ana assignment yake hapa. Kila mmoja ana assignment yake. Kila mmoja.
kwenye hicho ambacho Mungu amekupa, kwenye hicho ambacho Mungu anakusemesha, una wajibu wa kufanya ili kithibitike. Haleluya, kanisa la Mungu. Nimesema hapa ya kwamba usipolijua kusudi la uwepo wako, ni rahisi kuwaona wengine ni bora kuliko wewe. Ni rahisi kujifananisha. Hebu tusome Samueli wa kwanza sura ya 8 na mstari wa 4. Kwa kutokulijua kusudi, unaweza ukaona kama mbona huyu ni bora, mbona kama kuna watu wanafanya vizuri kuniliko. Niko hapa kukwambia unalo kusudi na kusudi lako ni bora. Tusome kwa nguvu. Yes. Wana wa Israeli walikuwa wanataka kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Yaani na wao walitaka wajifananishe na mataifa mengine. Wakati Samuel analalamika, anamwambia Mungu jambo hili, Mungu akamwambia Samuel, hawa watu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Usipolijua kusudi lako, unaweza ukataka kuwa kama fulani. Sasa wote tukiwa kama fulani, nani awe wewe? Kwa sababu ni lazima uwe wewe, ule upekee, zile hazina ambazo Mungu ameweka ndani yako, na wengine wasifaidi. Hatuwezi kufanana. Hatuwezi kufanana. Tuna uwezo wa kuelekeana, tuna uwezo, lakini hatuwezi kuwa sawa, kwa sababu kwa kila mmoja wetu Mungu amekusudia kujifunua kwa namna yake. Ni muhimu kulijua kusudi la kuishi kwako na kuweka miguu miwili yote hapo. Kuto kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yetu kumeleteleza maumivu mengi, kumeleteleza masononeko mengi, kumeleteleza shuhuda nyingi ambazo hazina utukufu. Ni kwa sababu kulijua kusudi. Mtu wa Mungu, mtu anayelijua kusudi lake haogopi. Hata kama wakimwambia mbona, anasema mbona imeandikwa. Wakija na mbona imeandikwa. Mtu anayelijua kusudi lake anamwamini Mungu kwa ajili ya ile picha ambayo Mungu amemuonyesha, hata kama haijadhihirika. Haleluya, kanisa la Mungu. Kusudi la Mungu ni zuri na limebeba utukufu kwa ajili ya Mungu. Asa Mungu anavyopata utukufu, maisha yetu hayawezi kubaki yalivyo. Kama Mungu atatukuzwa kupitia mama Pastor Winnie, maisha ya mama Pastor Winnie hayawezi kubaki yalipokuwa. Hili kusudi la Mungu huambatana na visa ambavyo kuna wakati ni kama havieleweki. Unaweza ukakutana na visa kadha wa kadha mpaka ukajiuliza, hivi ni kweli? Hivi ni kweli? Lakini mtu wa Mungu huna sababu ya kukata tamaa wala kuchoka, kwa sababu kila aliyebeba kusudi la Mungu lililofunua utukufu wa Mungu kupitia yeye, sio kwamba alitoka tu akaenda akawa mfalme, sio kwamba alitoka tu akaenda akawa malkia. Hapana, watu wote walioyabeba makusudi ya Mungu kuna mambo waliyapitia. Haya mambo kuna wakati hayakufanania kabisa na kile ambacho Mungu amewaita kukiishi. Haya mambo kuna wakati yanakinzana kabisa na lile ambalo Mungu anataka alifunue kwako. Mambo kuwa tofauti na mazingira, wewe kuanguka mara 6, wewe kupitia chochote, haina maana ya kwamba haujalibeba kusudi la Mungu ndani yako. Kusudi la Mungu lipo na aliyeliweka analithibitisha kwa majira yake. Asubuhi tulikuwa na mtumishi wa Mungu, baba yetu Pastor Maki, akawa anatuambia anasema amewahi kupata with that stroke, uliparalyze. Hakuwa ana uwezo hata wa kupreach. Akasema lakini Mungu alimuacha kuishi kwa sababu bado ana kazi ya kufanya. Kwa hiyo utakubaliana na mimi ya kwamba hata kule kushinda ulikoshinda kwenye lile eneo, hata zile nguvu ulivozipata majira yale, hata pale ulipoinuka tena, haikuwa kwa sababu umedumu kuomba, ilikuwa ni kwa sababu umelibeba kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kusudi la Mungu lenyewe lina uwezo wa kukulinda hata kufikia hatima. Yesu alipozaliwa, Herode alitaka kumuua. Nilikuwa namwambia Roho Mtakatifu asubuhi ya leo ya kwamba kama Yesu
alitakiwa kuuawa na ukasimama, kusudi la kuzaliwa kwa Yesu lilisababisha Yesu akaishi. Hata kanisa lako asubuhi ya leo, kuna mambo tunakuhitaji, kuna mambo tunakutazamia. Ruhusu kusudi lako kuyapigania maisha yetu. Ruhusu kusudi lako kutufanyia mlango wa kutokea. Kwa sababu nimeibeba assignment ya Mungu, ni lazima Mungu atukuzwe kupitia mimi. Acha kusudi lifanye hiyo breakthrough ili ufike mahali Mungu amekusudia kufika. Kwani Yesu alijiombea kwenye ule umri? Aliomba. Yesu alifunga kwenye ule umri. Walikuwa wanapokea tu maagizo, muanisheni mtoto, mpelekeni, mtoeni, mleteni. Unafikiri kilikuwa kinalindwa kitu gani? Kilikuwa kinalindwa kitu gani? Hata wewe mtu wa Mungu, moja kati ya vitu ambavyo Mungu anavitazama sana kwenye maisha yako sio uzuri, sio hizi lipstick, sio kingine chochote. Mungu anatazama ile assignment ambayo amekupa. Ndio maana ilitakiwa uzaliwe mwaka uliozaliwa, ilitakiwa ufanye kazi mahali unafanya, ilitakiwa uishi hivyo unavyoishi, kwa sababu ni wewe Mungu amekusudia kuleta badiliko. Kama kusudi lilimpigania Yesu, hakufa. Kama kusudi lilimpigania Daudi, pamoja na kuwindwa na watu wakuu wenye nguvu, wenye askari, hakufa. Niko hapa kukwambia, hata kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yangu na ndani yako lina uwezo wa kuyapigania maisha yetu yasiingie kwenye mikono ambayo adui anatazamia tutaingia. Mimi sijui ni jambo gani, lakini kila mmoja wetu kuna kitu ambacho anamtazamia Mungu kwacho. Kubali kukaa kwenye sauti ya Mungu, kubali kukaa kwenye mapenzi ya Mungu. Hauwezi kuishi kusudi la Mungu kama haumpendi Mungu. Na kumpenda Mungu sio maneno, mtu wa Mungu, ni matendo. Mtumishi wa Mungu amesema, kuna watu hatujui kuongea vizuri, hatujui kupangilia maneno vizuri, ila tunaweza kudemonstrate love. Hauwezi kusema unampenda Mungu eti kwa kuzungumza. Kuna watu hapa wasingeonekana kama unampenda Mungu, kwa sababu kuna watu wanaweza kuzungumza. Kuna watu wakianza kuratibisha maneno unasema hiki ni kitu gani? Hiki ni kitu gani? Hiki ni kitu gani? Ili uishi kusudi la Mungu, lazima umpende Mungu. Mama yetu Pastor Winnie, hatuwezi kumzungumzia mtu anayempenda Mungu. Mimi kwenye maisha yangu nisimtaje huyu mwanamke, siwezi. Na kusudi la Mungu kwenye maisha yake limekuwa linaleta radha kwa sababu anampenda Mungu. Unataka kuona wepesi kwenye kile ambacho Mungu anataka kukufanikisha kwacho, kubali kuyafanya mapenzi yake. Kuna mtu huko hapa, Mungu amekupanda purposely kwa ajili ya watumishi wake. Kuna mtu huko hapa, Mungu amekupanda purposely kwa ajili ya jambo fulani. Anza kufanya hata kama ni kwa udogo. Anza kufanya hata kama ni kwa uchache. Unapo step in kuishi kusudi la Mungu, provision za kiungu zinaambatana maisha yako. Hauwezi kuliishi kusudi la Mungu ukawa mdogo, ukawa mnyonge, ukawa vyovyote. Mtu yoyote anayeishi kusudi la Mungu ni mtu mkuu, hata kama kila kitu kumhusu yeye hakijadhihirika bado. Ni wewe kuwa mwaminifu na kusonga mbele na hicho ambacho Mungu amekupa. Nilikuwa ninasema hapa ya kwamba ili kusudi la Mungu kuna wakati linaambatana na visa, mpaka unaweza ukaona kama inakuwaje. Tukiangalia Yusufu, yeye kile ambacho Mungu alimwambia, alisema naye kwa habari ya ukuu, alisema naye kwa habari ya kuwa mtawala, kuwa mtu mkuu ambaye watu wengine watainama. Lakini mchakato mzima wa Yusufu kulielekea kusudi haukufanana hata na lepe ya kile ambacho Mungu alimwambia. Unaagizwa au unatolewa kuwa mtu mkuu, alafu mahali unaanzia unauzwa. Sio na watu baki, watu ulioshia nao malalo, watu uliowaamini, watu unashia nao maisha ya kila siku, ndio wanaokuuza. Lakini mtu aliyelijua kusudi la Mungu hana mtu wa kumlaumu. Nilikuwa naongea na binti mmoja, akaniambia, "Pastor, mume wangu amefariki." Ndugu walianza kunisaidia kumsomesha mtoto.
Lakini saizi hakuna mtu pastor, hakuna mtu. Nikamwambia hauna mtu wa kumlaumu. Tafuta kujua Mungu anasema nini kwa habari ya mjane. Mungu anasema yeye ni mume nani? Wa wajane. Mungu atakusaidia sio tu kwa habari ya mtoto, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya mambo yote ambayo unatamani kama mume wako angekuepo ayafanye. Mungu atafanya sio kwa level ya mume wako. Mungu atafanya kwa kadiri ya utajiri wake. Kwa sababu kuna mambo wenye waume wanaweza kutusaidia. Siamini kama kila jambo unapolipeleka kwa mume linatatuliwa on spot. Siamini kama kila kitu kina utatuzi. Hata yeye anamtazama Bwana ambaye ni Bwana wa mabwana aweze kumsaidia. Yule mama alikuja, wakati anaongea nilikuwa nauona wema wa Mungu ambao Mungu anakwenda kuufunua kwenye maisha yake. Atasahau kama kuna watu wamewahi kumdhihaki. Sasa hicho unachopitia. Huyu mama leo anapita hapo, alikuwa kama anatia huruma, lakini mpaka anaondoka alikuwa na nguvu kuliko mimi. Sasa hichi anachopitia hakipo kwa ajili ya kumuua, hakipo kwa ajili ya kufanya alale. Ukiona mtu anapita mahali na amechoka, ujue ajui kusudi la Mungu juu yake. Haujui. Kama Yusufu angekuwa, mimi na uhakika Yusufu alikuwa anajua yeye anaelekea ukuu, lakini sijui kama alikuwa anajua anaelekea ukuu kwa level ya kuwa waziri mkuu. Kama angejua anaelekea ukuu kwa level za kuwa waziri mkuu, ninaamini Yusufu angekuwa akideki kwenye nyumba ya Potifa, anarudia na deki mara 3. Kwa sababu anajua hapa napita tu, kuna mahali naenda. Na kwa nini Yusufu kwake ilikuwa rahisi kuliishi kusudi? Kwa sababu hakuna hatua ya maisha yake ambayo Yusufu alipitia akakaa hapo, akalia hapo, akachoka hapo. Watu wanakupinga ofisini, hawafanyi sawasawa na matakwa. Mungu anakusudi, anakutengeneza kwa ajili ya pale mahali pakuu ambapo anataka uende. Haiwezi kuwa soft everywhere. Lazima kuna siku usimame, utuambie, ili na sisi tushinde kwa neno la ushuhuda ambalo Mungu ameweka kinywani mwako. Sasa hatuwezi kuyajua makusudi yetu nje ya chanzo chetu. Sisi darasa la kumjua Mungu, kuna jambo wote wajadiliana. Huwa tunasema hivi inawezekana nikawa ninamiliki Samsung, alafu Samsung ikileta shida ninawapelekea watu wa iPhone kwa sababu tu nimesikia iPhone ni simu nzuri. Ni kweli Samsung yangu itapata utatuzi kwa hao watu wa iPhone? Haiwezi. Ndipo wakati mwingine tunakutana na mambo, tunakutana na vitu, tunakutana na adha. Badala ya kutafuta kujua kile Mungu anasema kwa habari ya maisha yetu, unaanza kuambia watu wana mambo yao mengine huyajui. Watu wana mambo yao, hata wao kuna mengine hawana pa kuyapeleka. Unapokutana na chochote, tafuta kujua chanzo. Yeye aliyekuumba anasema nini kwa habari ya maisha yako? Yeremia hakujua kama nabii wa mataifa kwa sababu tu watu nyumbani walikuwa wanamtabiria. Yeremia alijua kama yeye ni nabii wa mataifa kwa sababu neno la Mungu lilimjia. Unaporuhusu kulisikia neno la Mungu, linaanza kukusemesha ukiwa peke yako. Who are you? Unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kuenenda vipi? Kwa sababu kuna wakati kusudi la Mungu linakupa maelekezo tofauti na watu wote. Kama tuko 50 mahali hapa, tunaweza kuwa watu 150, alafu kuna mtu analijua kusudi lake. Wakati tunapiga story, anachomoka anaingia kwenye chumba cha siri, anajitia nguvu na kuomba. Anajua anakoenda, anajua nguvu anataka kutembea nayo, anajua anachohitaji kwa ajili ya kula na kwenda. Tusome Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Naomba turudie 4:5 yote. Kilichomjia Yeremia ni nini? Ni kama ambavyo leo tulivyokaa hapa, neno la Bwana linavyotujia.
Kuna watu tunakumbushwa yale mambo ambayo Mungu ametuambia. Kuna watu tunasikia ndani yetu vile ambavyo Mungu anatutaka kuenenda. Sasa ili neno la Mungu lipate nguvu, lidumu, liwe na athari, lazima kile unachokisikia kukiingiza kwenye matendo on the spot. Kwa sababu usipokiingiza, ndio ile mioyo mwamba, adui atakuja, atapokonya neno lake, utabaki kama ulivyokuwa. Tumalizie kusoma, tujamalizie. Yeremia akasemaje hapo, watu wa Mungu? Aha. Kwa hiyo vitu vya kukuogopesha tunakubaliana huwa vinakuja. Lakini Mungu anamwambia Yeremia, usiogope kwa sababu ya wanaokudhihaki, usiogope kwa sababu ya kinachoendelea, kwa sababu mimi Bwana nitakuwa pamoja na wewe ili kuthibitisha kusudi langu kwenye maisha yako, ili kudhihirisha ya kwamba ni mimi niliyekuita na nimekupanda ili kung'oa, nimekupanda ili kuharibu. Sasa mtu umepandwa kwa ajili ya hiyo operation, alafu unataka kuwa na maisha ya kawaida, unataka kulialia na kulaumu kama watu wengine. Lazima ujue wewe umepandwa kwenye nini. Mungu amekupanda ufanyaje? Kuna mtu Mungu amekupanda wewe ndio mpatanishi. Kuna mtu Mungu amekupanda kwenye hiyo ofisi wapigaji ni wengi, Mungu amekuweka wewe jina lake litukuzwe. Kuna mtu Mungu amekupanga wewe ndio upeleke injili ya amani. Mungu ameona hilo eneo watu wengi wanafokewa, wanaambiwa injili za acha dhambi, injili. Mungu amekupanda hapo, ana makusudi yake. Mimi nakwambia mtu anayejua kusudi lake humiumbishi. Mtu anayejua kusudi lake anathamini kuanzia kitu kidogo, hata namna anavyovaa. Ukikutana naye unajua anajua mahali anakoenda. Yaani mtu anayejua kusudi, hatuwezi kwa kila siku tunakuhimiza. Kila siku ukiingia kanisani tukupa mitandio. Wewe hujui unakoenda. Kwa sababu mtu anayejua kusudi lake anajua anaenda wapi, anatakiwa kuonekanaje. Anajua kila kitu. Kilicholifunua kusudi la Yeremia kwa Yeremia ni neno la Mungu. Hata wewe una nafasi ya kujilisha neno la Mungu ili kile ambacho Mungu amekusudia kidhihirike, kikue, kikuweke mahali Mungu amekusudia ukae. Kama Esther asingesimama kwenye nafasi yake, taifa la Mungu lilikuwa linaangamia. Unaweza kuona kama alichokifanya Esther ni kidogo, lakini kulikuwa hakuna mtu wa kumfuata mfalme na kumwambia kinachoendelea. Na Esther hakwenda kwa mfalme wakati mazingira ni shwari. Biblia inasema Esther alikwenda kwa mfalme, mfalme alikuwa hajamuita for 30 days. Ndani yangu mimi niliwaza, nikasema kwa siku 30 mtu hajaitwa na mume wake, ina maana ndoa hii haikuwa vizuri. Mimi niliwaza hivyo na Roho Mtakatifu. Lakini baada ya Esther kuingia, mfalme amuoni Esther, anasema unataka nini? Ni kama alimiss, si ndio? Unataka nini Esther? Unataka nini? Kwa Esther kutii kusudi la Mungu, hata ndoa yake ilikaa sawa. Kwa Esther kutii maelekezo ambayo Mungu alimtaka ayatii, hata mambo yake mengine yalikaa sawa. Tuko hapa watu wa Mungu, lazima tukubali kuanza kuiendea njia ambayo Mungu anatutaka tupite, hata kama sio rafiki. Nimesema hapa, hili kusudi la Mungu huwa linaambatana na visa ambavyo kuna wakati huwa vinakuwa sio rafiki. Kuna wakati unatamani kama kwenye historia ya maisha yako kuna kipande ukikate hivi. Kama ulikuwa unaigiza basi kuna scene, yani uisukumie huko. Nakumbuka kipindi nina kesi mahakamani. Kuna siku nilikuwa natafuta, hakimu aliniambia, hakimu aliniambia, Flora, nimepewa agizo kutoka juu. Kwa sababu umekaidi amri ya mahakama, natakiwa nikuweke ndani for 7 days. Nikamwambia hakimu, mimi na mdogo wangu wa kike, kipindi hicho mimi natakiwa kuwekwa ndani siku 7, hali yake haikuwa nzuri. Nikamwambia hakimu, unaniweka ndani
Asa kipindi na kwenda mahakamani, kesi yetu ilichukua miaka 3. Ilikuwa ni kesi ya mirathi. Kipindi na kwenda mahakamani, ukifika pale mahakamani kesi ni nyingi. Kwa hiyo kuna wakati mnasubiri shauri labda linatajwa, mnaingia na nizami yenu. Kwa hiyo mimi ule muda nilikuwa nikienda mahakamani pale pap, naenda kwa yule askari ambaye yuko na mahabusu. Askari, habari, salama. Askari, ninaomba unisaidie niongee na hao wafungwa dakika 5 tu. Unamwambia nini? Nataka niwaambie habari za Yesu. Wewe ananipa. Kwa hiyo ilikuwa ni kila nikienda mahakamani, kila nikienda nikikuta mahabusu hawapo naumia. Naenda pale naongea nao, tunaomba wanaokoka. Naenda pale naongea nao, naomba ilikuwa ni hivyo kila siku. Sasa hakimu anakuja ananiambia, Flora, nimepewa maagizo. Aliniambia ukweli, hii sio hukumu stahiki ya kesi yako, lakini nimepewa maagizo, ni kimemo kama hiki kimewekwa juu ya file, kimeandikwa. Alinionyesha, akaniambia natakiwa nikuweke ndani siku 7. Na nilitakiwa niwekwe ndani kwa sababu mimi sikujua kwa sababu mimi nilichokifanya, mimi sio kwamba niliipinga mahakama. Hapana, mtu wa Mungu. Mimi nilitakiwa kufungua milango niliyofunga, milango ya kwetu, ya nyumbani kwetu. Nilifunga milango kwenye nyumba kadha wa kadha. Kwa hiyo amri ya mahakama ikatoka, na mimi nilifunga milango kwa sababu kuna kitu nilikuwa sitaki kitoke, kingeendelea kututesa. Mahakama ikasema afungue milango. Zile siku 7 zikawa zinakaribia kuisha, zimeisha. Hakimu akaniambia natakiwa nikuweke ndani. Nikamwambia kwa hiyo nifanyaje? Akaniambia niambie mtu yote mkubwa ambaye unamfahamu hapa Iringa. Unajua kwa nini mimi kila nikisimama nashindwa kujizuilia kumtaja Mungu kama baba? Do you know why? Nilipotoka kwenye kile chumba cha yule hakimu, kama wiki iliyopita wakati naingia kuomba na wale mahabusu, Roho Mtakatifu aliniambia kuna watu hapa wiki hii inayoanza wanatoka, waambie ninawatoa watu wangu. Nimefanya mlango wa kutokea. Kwa hiyo na mimi nikawa nimewaambia. Sasa ile siku nimekuja, mimi ndio naambiwa natakiwa niwekwe ndani siku 7. Hakimu akaniambia niambie mtu mkubwa yoyote unayemfahamu hapa mjini. Mtu mkubwa, yani mtu kwenye hizo nafasi. Mimi sina mtu. Nilipotoka nje, nilikumbuka Biblia inasema baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Nikamwambia Mungu, watu wa huku duniani mimi siwajui. Mimi simjui RPC, mimi sijui mtu. Mungu, mimi nakujua. Ninakuomba nisiende ndani kwa sababu hata hali ya mdogo wangu sio nzuri. Basi nikatoka. Wakati natoka, kuna mfungwa alinikimbilia mahakamani, hawaruhusu kupiga kelele, yeye alipiga kelele. Akasema mtumishi, ulikuja ukasema tunafunguliwa, Mungu amefanya mlango wa kutokea. Yuko very excited. Kumbuka mimi natakiwa niingie ndani. Kwa hiyo mambo ni kama hivi yanavurugana. Ni kama hatuelewani. Basi nikafurahi pale kwa namna, nikamtia mwana, nikamwambia ingie. Akasema usiondoke, napeleka hizi karatasi hapa wanasaini. Alafu hakunikuta. Yule ndo aliniongezea machozi. Nikasema kuna mtu anatoka, alafu Mungu mimi naingia. Sasa yamkini kuna mahali upo na kuna vitu ni kama vinakunyongonyeza. Usikubali kukaa hapo. Mungu analiangalia kusudi lake kuliko wewe unavyofikiria. Wewe inuka, lifanye shauri la Bwana. Kuna kitu unakitazamia, kuna hitaji unalo, na kuna maagizo Mungu amekupa. Endelea kuyaishi maagizo ya Mungu. Mungu anajua kufungua mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Usitie huruma. Mama aliniambia Flora, marufuku kwenda mahakamani na slippers. Nikamwambia kwa hiyo ninginia. Nikasema hii kanuni ya kiroho haijaandikwa. Lakini imeandikwa. Esther anapoenda kwa mfalme, hakwenda na nguo alizokuwa anavaa alipokuwa anaomba. Alivua, akavaa kama malkia, akaingia. Mama aliniambia Flora, hautafuti huruma ya mwanadamu, unatafuta huruma ya Mungu. Ukienda umejitundika vitenge, unataka wale mahakimu wakuonee huruma. Wenzako pale wamepokea hela. Hela ina nguvu kuliko vitenge vyako. Wewe nenda umeninginia, wamuone Mungu. Nilipata wateja. Mimi kuuza blonchi nilianzia huko. Na wauzie, kashtakiwa kanauza tu vitu kanauza kwa sababu kanajua kusudi lake. Sasa ili kusudi la Mungu huambatana na gharama. Unapomuona
mwenye haki ameanguka au mwenye haki yupo kwenye hali ambayo sio rafiki, usikimbilie kuongea, kwa sababu Mungu anafanya kazi na watu wake hata kwenye hiyo hali. Hata kama unamuona hana kazi, na wewe ambaye una kazi, vaa vizuri, mtu wa Mungu, vaa vizuri. Mimi nilipewa hiyo mbinu, ilinisaidia. Nilikuwa mshtakiwa na hela napata, na vitenge niliwauzia, na wale mahakimu ambao hawajaokoka walikuwa wachache sana, na uhakika kwa neema ya Mungu amewaokoa kwa njia zake wengine. Ila wengine nilikuwa ninawaambia, tukipata tu mpenyo, na mimi nakwambia habari zangu. Mwenye yake anaweza akaanguka mara 7, wewe ukafikiri amefika mwisho. Mpe muda. Mungu anakifuatilia alichokiweka kwa mtu wake. Mungu anakifuatilia sana. Mungu anakifuatilia sana. Ndio maana kuna wakati unazingua, kuna wakati haufanyi sawa kabisa, lakini kuna kaneema kana kuvuta, kuna kaneema kana kurudisha kwa Mungu. Kuna mahali ukikumbuka tu no, mimi ni wa Mungu na kwa Mungu nitaishi. Mungu anayakumbuka maisha yako kwa sababu ya kile alichokiweka ndani yako. Usiogope kwa sababu ya hao. Biblia imesema wapo, wataongea, hawatanyamaza, wataendelea kukufinya. Kuna bahasha zinakuja unatakiwa ufikishiwe, nyingine zinaishia juu kwa juu. Wewe usiogope. Mungu ni mwaminifu, yeye ni mchungaji wako, hata kuacha ukaishiwa wala kupungukiwa kabisa. Ana njia nyingine ambazo hakuna hata mtawala anaweza kuzileta kwenye maisha yetu zikatupa majina. Gharama ya kwanza ya kusudi la Mungu ni kutii maelekezo yanayoambatana na hilo kusudi. Tutasoma Mwanzo 12:1 mpaka mstari wa 3. Gharama ya kwanza. Na ndugu yangu mmoja, mwaka unavyoanza, Mungu alimpa maelekezo. Akamwambia kila wiki kuna kitu utakuwa unafanya nyumbani kwa mtumishi wa Mungu. Na kwa neema ya Mungu amekuwa akidumu kufanya hicho kitu. Sasa yeye huwa ananishirikisha testimony zake, Mungu anavyomuonekania. Mimi najua huyu mtu anaenda kwa sababu anatii maelekezo ambayo Mungu alimpa. Tusome hapo, watu wa Mungu. Mstari wa 3. Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi ya baba na mama yako. Watu wa Mungu, sio kitu rahisi, sio kitu rahisi, lakini yalikuwa ni maelekezo ambayo Abraham aliyapata. Na Biblia inasema, tusome mstari wa 4. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Rutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Yaani umri aliokuwa nao tu ulitosha kusema Abraham ngoja kwanza. Lakini Biblia inasema Abraham alipoambiwa na Mungu, yeye alitii. Nataka turuke tusome mstari wa 10. Kusudi la Mungu lina maelekezo, ni lazima uyatii. Wewe kwako inaweza kawa sio kutoka, lakini inawezekana hata kwako ukaambiwa utoke. Kuna maelekezo Mungu amekupa. Kuna maelekezo Mungu amekwambia, ni lazima tuyatii. Nataka tusome huo mstari wa 10. Sasa huyu ni mtu aliyelibeba kusudi la Mungu, ameitii sauti ya Mungu, lakini huko anakoenda kuna mahali anafika anakutana na njaa nzito. Jamani, amelibeba shauri la Mungu, kuna mahali amefika amekutana na njaa nzito. Ile njaa nzito isikusaulishe ya kwamba unalo kusudi. Sasa wewe kwako inaweza ikawa sio njaa,
Na wewe kwako kuna kitu ambacho kinaendelea, umelibeba kusudi la Mungu, lakini kuna wakati kuna hali zinaambatana, ni kama zinataka zikize kile ambacho Mungu amesema. Na Abraham hakuwa na mtu wa kudiscuss naye. Ndio Biblia ituambie. Sasa Abraham hapo kwenye njaa inakuaje? Yaani inaona Abraham kuna muda alikuwa kama amefume. Kuna muda inabidi tu uwe serious. So, utawaambia nini watu? Umetutoa kule kuna chakula, hapa kuna njaa. Tusome mstari wa 15. Wakuu wa Farao wakamuona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Huyo mtu aliyelibeba kusudi la Mungu, kuna wakati alifika mahali, kwa sababu mke wake ni mzuri, watu wa Farao wakamchukua mke wake. Lakini njaa, mke kuchukuliwa, wala hakumfanya Abraham kulalamika, hakumfanya Abraham anungunike, kwa sababu alikuwa anajua nina shauri la Mungu lazima litimie. Na angalia Mungu anapolipigania shauri lake. Mungu akuongea na Abraham, akaenda kumtandika Farao kwa ajili ya mke wake Yusufu, mke wake Abraham. Kwa hiyo lazima tufuate maelekezo ya kila shauri ambalo Mungu anatupa. Ile kuwa na shauri la Mungu haimaanishi uishi vyovyote. Kuna wakati itakulazimu uwe na hekima ili kulisha shauri la Mungu. Kwa sababu Abraham alijua mke wake ni mzuri, akajua kuna mahali tukifika huenda wakamtamani mke wangu. Akamwambia mke wangu, lisi, nakupa hii hekima, wakikuuliza waambie mimi ni ndugu yako. Sasa wewe una shauri la Mungu kwa sababu una kusudi la Mungu, yani unaenenda tu bila hekima, utafika ukiwa umechoka, una makandokando mengi. Hekima na kusudi vinaambatana. Lazima umuombe Roho Mtakatifu kulielekea kusudi lake, akupe hekima, hekima ya kuishi na watu, hekima ya kufanya mambo yako, kwa sababu unaweza kuta kweli una kusudi lakini unahitilafiana na kila mtu. Hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Lakini gharama nyingine ni gharama ya muda. Tutasoma Samueli wa kwanza 9:3-7. Tusome kwa sauti. Asante mtu wa projection, uko fast. Moja, mbili, tusome. Yes. Yes. Tusome vizuri watu wa Mungu. Hiyo ni nchi, naye akapita katika nchi. Yes. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Ephraim, akapita na kati ya nchi ya Shalisha. Hizo nchi endelea kupita, lakini hakuwaona. Kisha wakapita katika nchi ya Shaalim, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamin, lakini hawakupata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari ya punda, akatufikiri sisi. Kwa hiyo kusudi la Mungu linaweza kuchukua muda ili kutimilika. Inaweza kuchukua muda. Walipita hapa, punda hawakuwepo hapa, hawakuwepo hapa. Mahali waliposema wamechoka, ndio mtumishi wa Mungu anamwambia, naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote ayasemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye haweza kutuambia habari ya safari yetu tuliyoendea. Kumbe mahali wanachoka ndio mahali Mungu amekusudia kufunua uwazi wa ile safari yao, kwamba sio safari ya punda. Wakati nyinyi mnatafuta punda, na mimi kuna jambo langu nilitaka litimie. Kwa hiyo usiogope kuona muda unasogea. Walipita nchi ya Shalisha, sijui milima ya Ephraim, sijui walipita wapi. Kusudi linaweza ikakugharimu muda. Endelea kumwamini Mungu. Lakini gharama nyingine ni gharama ya kuacha. Utaandika mwenyewe, hii hatutasoma. Mathayo 1 sura ile ya 19 mpaka ya 21. Wakati Mariamu amepewa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Yusufu alipomuona mke wake mtarajiwa ana ujauzito, wanasema kwa sababu Yusufu alikuwa anamcha Mungu, alipoona ile mimba akasema, hapana, mimi ninamuacha Mariamu kwa siri.
Mariamu hakuweza kujielezea. Biblia haituambii Mariamu alisema nini. Mimi ninachojua Mariamu alikuwa na uchache wa maneno, kwa sababu aliyembebesha lile kusudi ndiyo Mungu, na aliyempa Yusufu kuwa mchumba wake ni Mungu. Kwa hiyo Mariamu yeye aliamua kuacha ya kwake ayaishi ya Mungu. Hata Yusufu baada ya kutokewa na malaika kumwambia ya kwamba hii mimba sio kama unavyofikiria, ni uwezo wa Roho Mtakatifu, kuna kitu Mungu anapitisha kwenu, Yusufu naye akaacha mashauri yake, ikamlazimu kulea shauri la Mungu. Kwa hiyo ili kuliishi kusudi la Mungu, kuna mambo ni lazima uyaache na uyaishi mashauri ya Mungu. Kuna mtindo wa maisha ni lazima uache. Zipo gharama, zipo gharama, zipo gharama. Na uzuri, kusudi la Mungu linapoanza kutafuta kudhihirika, lenyewe linaanza kukuminyaminya. Unajikuta omba yako sio ile ile, kusoma kwako neno sio kule kule. Kuna vitu Mungu anataka kuvileta, kwa hiyo kuna namna anakuvuta kwake. Watu wa Mungu lazima kuna vitu uache. Kulala saa 3 mpaka saa 12 unaacha. Kuendekeza mawasiliano yasiyo na mantiki kwenye simu unaacha. Kufanya vitu visivyompa Mungu utukufu unaacha, kwa sababu watu watalibeza jina la Bwana, hata wewe utabezwa. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya, haleluya. Watu wote ambao walifanya mashauri ya Mungu ni watu ambao kuna vitu ili wagharimu kuviacha, ili wagharimu kuviacha, ili wagharimu. Kuna watu wameacha marafiki ambao pengine waliambizana. Kuna mtu ulipojua kusudi la Mungu ukajua huyu mwanaume haitoi, acha. Yeye aliyekupa maelekezo atakupa kilicho chema na kilicho kamili kwa majira yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunaweza tukampa Roho Mtakatifu makofi ya utukufu. Lakini gharama nyingine kwenye kuliendea kusudi la Mungu ni gharama ya kujikana. Utaandika Samueli wa kwanza sura ile ya 17 mstari wa 32 mpaka wa 33. Wakati Daudi anakwenda, Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 mpaka 33, wakati Daudi anakwenda kwa ajili ya kumuua Goliath, ndugu zake, afu unajua moja kati ya kitu cha kuwa nacho makini pia ni Mungu atusaidie hekima ya kuishi na ndugu zetu. Unapofika wakati wa kuliendea kusudi la Mungu, watu wengi ambao wanaweza muda mwingine wakakuvuta nyuma ni watu wa familia zetu, ni watu wetu wa karibu. Kwa hiyo Mungu atupe hekima. Hatuwezi kusema tuwachukulie vyovyote, hapana. Mungu ametupa hao, na hekima ya kuishi pia ipo. Ndugu zake walianza kumhoji, wakamwambia tazama kiburi chako na ujua moyo wako. Yani wakaanza kumbeza. Lakini huyu mtumishi wa Mungu hakukalishwa na yale maneno. Na hata alipoenda kwa Sauli lugha yake ya kwanza ilikuwa huwezi wewe kupigana na mtu huyo. Lakini yeye alijikana. Mimi nakujia wewe sio kwa jinsi wewe ulivyonijia mimi. Mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Kuna mambo ni lazima unajitoa kama sadaka. Unajitoa kama sadaka, unafanya kama hakuna kitu kingine cha kufanya. Hata Esther ilimjaribu kufa, akasema kama kuangamia na niangamie, lakini naingia kuwaombea maisha ndugu zangu, na hakufa. Unapofanya kusudi la Mungu, hata kama upo karibu na kuanguka, mbingu haziwezi kuruhusu kuanguka. Hata kama upo karibu na kupungukiwa, Mungu hawezi kuruhusu ukapungukiwa, ata provide. Lakini gharama nyingine ya kusudi la Mungu ni kuendelea mbele. Unapoweka miguu kwenye kile ambacho Mungu amekuleta kukifanya, hautakiwi kurudi nyuma. Hata kama mazingira yanaweza kutokuwa rafiki, unapaswa kuendelea mbele. Hapa tutasoma Samueli wa kwanza sura ile ya 19. Nimechoka, unaendelea mbele. Namfurahia mamangu anasema mimi sichoki mpaka jambo likamilike. Sichoki mpaka hili jambo limeuvaa mwili. Tusome hapo watu wa Mungu. Mstari wa 4 tuanze.
Hapana. Ninataka wakati Elisha amechoka. Ni wafalme. Wakati Elisha amechoka na haoni sababu ya kuendelea mbele, Mungu alimwambia inuka ule, kwa sababu jambo hili linakuhusu wewe. Hauna sababu ya kusema, hauna mtu wa Mungu, kama umelibeba shauri la Mungu, mbele ndo nyumbani kwako, nyuma hapana. Biblia inasema mtu aliyetia nia kwenda kulima hataki kugeuka. Wewe unasonga mbele. Mimi na uhakika hata kwa mama yetu wakati anaanza hii huduma, maneno yalikuwa mengi, vitu vilikuwa vingi, lakini hakurudi nyuma kwa sababu ya maneno. Alisonga mbele na shauri la Mungu. Mchakato kuelekea utimilifu wa shauri la Mungu una maana sana katika kufikisha kwenye hatima yako. Chochote ambacho kinaendelea na wewe saizi kina maana kubwa mno kwa ajili ya kule mahali Mungu amekusudia ufike. Hata kama unaona unaonewa, hata kama unaona haya mambo ni kama sio ya kupendeza, Mungu ana maana na kila hali. Na kuna siku utafika mahali utasema, nilianza kupiga picha nikiwa kanisani. Yaani kuna mahali utafika afuta gundua, kumbe ni Mungu aliruhusu niwe sound engineer kanisani ili niwe leo mahali Mungu ameniweka. Tunapokwenda kumalizia, nataka ujue kwamba kusudi la Mungu lina uwezo wa kukufanyia mlango wa kutoka. Unapokuwa mwaminifu kuliishi kusudi la Mungu, Mungu anafanya mlango wa kutokea kwenye kila hali unayokutana nayo. Lakini kusudi la Mungu lina uwezo wa kukuchagulia watu. Jonathan na Daudi, sio kila mtu utaambatana naye ukiwa umelibeba kusudi. Kwa sababu kuna watu ukiambatana nao wanaweza wakakuvuta nyuma usiyafanye mapenzi ya Mungu. Lakini kusudi lina uwezo wa kukutenga na vitu fulani au na maeneo fulani. Mimi nilipookoka, watu wangu wa karibu walisema tunampa siku 5. Tutakuwa naye tu. Tutakutana naye tu. Tutakutana naye sehemu fulani. Wamenipa 5, wamenipa 10, wamenipa wiki, wamenipa, hii ni miaka 9 nasonga mbele. Na wao leo wamekuwa ni wale watu, mchungaji, tuna jambo tushauriane. Haleluya, watu wa Mungu. Kusudi la Mungu aliwezi kukuacha uwe na watu wale wale. Kwa sababu hata Daudi alipotakiwa kuingia kwa mfalme, hakwenda na wachungaji. Mungu alishakuwa amemwandaa Jonathan kwa ajili ya pale mahali. Kusudi la Mungu lina uwezo wa kukupa neema na kibali. Kusudi la Mungu lina uwezo wa kukupa neema na kibali. Hicho kibali ambacho Mungu amekupa, hiyo neema ambayo Mungu amekupa, watu wanakupenda, wanakufurahia, wanakukubali, wanakuamini, ni kwa sababu umelibeba kusudi la Mungu na unaliishi. Siku utakayoacha kuyaishi mashauri ya Mungu, utajiona mtu wa Mungu. Lakini ninapomalizia, nataka ujue kwamba kusudi la Mungu ndio linaleta raha ya kweli ya mtu ya nafsini. Linaleta ile satisfaction. Linakupa raha unapofanya kile cha Mungu. Raha inakuwa sio pre item. Bwana rudisha raha yangu, rejesha amani yangu, hapana. Kusudi la Mungu limeibeba raha kwa ajili ya kuishi kwako. Nataka usimame mahali ulipoketi. Ninajua hata kwako Mungu ameliweka kusudi lake. Yako mashauri ambayo Mungu anataka uyaishi. Na haya mashauri wakati mwingine yanaambatana gharama, yanaambatana mambo kadha wa kadha, yanaweza yasifurahishi. Lakini Mungu aliyewachukua watu wake katika hali na mazingira yote, anakwenda kuyachukua maisha yetu hata ukamilifu wa makusudi yake. Nataka umwambie Mungu asante kwa ajili ya lile kusudi ambalo umeweka ndani yangu. Haujaniumba kwa bahati mbaya, haujaniumba ili nisindikize watu wengine. Lipo kusudi, ndio maana nikazaliwa kijana wa kiume. Lipo kusudi, ndio maana nikazaliwa binti. Lipo kusudi lililonitaka nitoke kwenye ofisi fulani kwenda kwenye ofisi fulani. Nataka uanze kumshukuru Mungu. Mungu anakuchukua kwa ajili ya kusudi lake. Mungu anaruhusu upite nyakati fulani kwa ajili tu ya kusudi lake. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya kusudi. Mwambie Mungu, ninakushukuru. Asante Roho Mtakatifu, wewe uliyetuumba kwa makusudi yako, wewe uliyeweka mashauri yako na
ndani yetu. Tunauliza neema ya kuyaishi makusudi yako. Tunauliza neema ya kuyafuata maelekezo yanayoambatana makusudi yako. Mchana wa leo Bwana, yamkini kuna mahali tulichoka, yamkini